Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Moja kati ya taarifa tuliokuwa nayo ni kwamba Marekani na Israel wakati huu zinahamisha mkakati wao kwenye vita vya moja kwa moja hadi katika vita vya kiuchumi dhidi ya Iran kufuatia mizozo hivi punde ya kijeshi, kulingana na vyombo vya habari vya Iran. Taarifa iliyotolewa na makamu wa kwanza wa rais wa Iran Mohammad Reza Aref ameonya kwamba wapinzani wa nje hasa Marekani na Israel sasa wameshindwa mkakati wao wa mapambano ya moja kwa moja ya kivita na sasa wanahamisha vita vya kiuchumi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aref alidai adui anatafuta kukabiliana na vikwazo vya kijeshi kwa kuongeza shinikizo la kiuchumi na kutumia mfumuko wa bei wa ndani ili kusababisha kutoridhika kwa jamii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran ISNA, Aref alisema hayo katika kikao cha makao makuu ya udhibiti wa masoko, ambapo amesema Iran imesalia na dhamira ya dhati ya kufuata sheria za kimataifa, lakini haitafiki kupotea kwa haki zake. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatii sheria katika uga wa kimataifa, lakini haitafikiana na kupotea kwa haki zake na lazima ilinde mafanikio yake katika vita hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na katika eneo la kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz. Aref anasema adui sasa anataka kufidia kushindwa kwake katika uwanja wa kijeshi katika vita vya kiuchumi, na serikali lazima pia isimame dhidi ya mbinu hii kwa kupanga mipango inayofaa, anasema Aref. Aref alisema Iran inaweza kuhimili shinikizo la kiuchumi kupitia umoja na mshikamano wa kitaifa hata kama adui ana rasilimali kubwa zaidi. Ingawa rasilimali za adui zinaweza kuwa kubwa zaidi katika vita vya kiuchumi, uzoefu wa vita hivyo viwili vilivyowekwa hivi majuzi unaonyesha kuwa adui anaweza kushindwa kwa kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa, alisema, na kutaka masuala ya kisiasa na sehemu ya ukando kwa ajili ya maslahi ya taifa. Akigeukia hali ya uchumi wa ndani, Aref alitoa wito wa kuimarishwa kwa ufuatiliaji wa soko na hatua kali dhidi ya kupanda kwa bei, kuuza kidogo na kuhodhi. Anasema vyombo vya usimamizi na ukaguzi lazima vishughulikie kwa umakini uongezaji wa bei, uuzaji mdogo na uhifadhi, anasema. Aidha amesema bei zimefikia kiwango cha kutatanisha, akiongeza kuwa mkakati wa adui ni kutumia wimbi la ongezeko la bei na taasisi zote lazima zijitokeze kukabiliana nalo. Alisema kupanda kwa bei kulikosababishwa na mageuzi ya kimuundo kumemalizika, lakini athari zake za kisaikolojia zinapaswa kuzuiwa. Aref alibainisha uboreshaji wa maisha ya watu kuwa kipaumbele kikuu cha rais wa serikali kwa kudhibiti mfumuko wa bei, kuleta utulivu wa soko na kudumisha uwezo wa ununuzi wa bidhaa za kimsingi, haswa kati ya vikundi vilivyo hatarini, kati ya vipaumbele vya mpango wa serikali ya miaka miwili ijayo. Vilevile ameonya kuhusu mashinikizo dhidi ya nyanja za kiuchumi na kijamii za Iran na kutoa wito wa kutayarishwa kwa hali mbaya zaidi. Adui yuko hai katika nyanja za kiuchumi na kijamii na anataka kuleta kutoridhika na kuporomoka kwa jamii. Serikali lazima iwe tayari kwa hali zote zenye mipango ya kiutendaji na ubunifu, huku kihifadhi mtaji wa kijamii. Kauli hiyo imekuja wakati spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf akisema kuwa Tehran iliibuka mshindi wa kijeshi na kisiasa kutokana na kila alichokitaja kuwa vita visivyokuwa vya haki vinavyoongozwa na Marekani na Israel. Ikiripotiwa kupitia shirika la utangazaji la serikali la Press TV mnamo jana Jumapili. Katika chapisho la Telegram, Press TV ilishiriki matamshi yake ambapo afisa huyo wa Iran alisema kuwa nchi hiyo ilisimama kidete dhidi ya vita visivyokuwa vya haki vilivyoongozwa na Marekani na Israel, akiamini wakati huu Iran imepata ushindi mkubwa kuishinda Marekani na Israel katika vita vya moja kwa moja, na sasa Marekani inaanzisha vita vingine vya kiuchumi ambavyo wa Iran wanapaswa kuvikabili. Katika maelezo yake, Ghalibaf alibainisha zaidi kwamba naweza kusema kwa imani kamili kwamba tuliibuka wa ushindi katika vita hivi kijeshi na kisiasa. Kauli yake imekuja wakati rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akidai mara kwa mara uharibifu wa miundombinu ya kijeshi ya Iran. Kulingana na Press TV, Ghalibaf pia alielezea mkataba wa maelewano MOU kati ya Iran na Marekani kama chanzo cha fahari na ushindi, akisema utasaidia kuimarisha mafanikio ya Iran katika nyanja ya diplomasia. MOU kati ya Marekani na Iran ni chanzo cha fahari na ushindi na kunasaidia kuimarisha mafanikio yetu katika nyanja ya kidiplomasia, anaeleza zaidi spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.